ambayo Bwana ameifanya, hivyo tazamia na kutarajia Bwana kuweza kukuhudumia. Ametuhudumia katika kipindi cha kusifu na kuabudu. Sasa ni wakati wa kwenda kuhudumiwa na neno la Mungu. Na siku ya leo tutakwenda kuangalia ujumbe unaosema umuhimu wa meza ya Bwana. Umuhimu wa meza ya Bwana. Inawezekana umeshiriki mara kadhaa meza ya Bwana, lakini haujafahamu umuhimu wa meza ya Bwana ni nini. Inawezekana umejua maana ya meza ya Bwana, lakini umuhimu wake ni nini haujajua. Ni wakati ambao tutajifunza, na baada ya kujifunza tutakwenda kushiriki meza ya Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Ukiangalia katika historia ya meza ya Bwana katika jamii, inafananishwa na matukio kadhaa. Mengine ni sahihi, yanayofanana kabisa na meza ya Bwana, lakini mengine sio sahihi. Inawezekana ukawa na mtazamo usio sahihi wa meza ya Bwana, na kuna watu wamegeuza meza ya Bwana kama mtazamo wa jamii ulivyo, lakini meza ya Bwana ina umuhimu wa kipekee. Sasa kuna meza ya Bwana kama Pasaka ya Agano la Kale. Hiyo ni aina ya meza ya Bwana, Pasaka ya Agano la Kale. Wana wa Israeli walipokuwa wakitoka ile nchi ya Misri kuelekea nchi ya ahadi, wakati wao wa kutoka kwenye ile nchi ya Misri, ndipo ambapo ilifanyika karamu au ilifanyika namna inayoashiria meza ya Bwana, kwa maana damu ilimwagwa na yule mnyama akaliwa, na hapo ukombozi na ushindi ukapatikana kwa yule malaika aliyepita na kudhuru zile nyumba za Wamisri, na wana wa Israeli wakabaki salama. Nataka nikwambie, unapokuwa ndani ya Yesu unakuwa salama. Kama ambavyo wana wa Israeli walikuwa salama kwa sababu ya damu ya mwanakondoo aliyechinjwa kwa kila nyumba, basi damu ya Yesu Kristo inatuweka salama mbali na kila maangamizi yanayotokea juu ya uso wa nchi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo historia ya meza ya Bwana, tunaona Pasaka ya Agano la Kale ilikuwa ni moja kati ya mambo yanayohusiana na historia ya meza ya Bwana, kwa sababu mwanakondoo alichinjwa na wakaambiwa wamle na vitu kama hivyo. Lakini aina ya pili katika historia ya meza ya Bwana inayofananishwa na meza ya Bwana katika historia ni karamu za kifalme. Karamu za kifalme ambazo zimekuwa ni ishara ya amani na umoja na watu wake. Karamu za kifalme, yaani mfalme anaandaa karamu, na ile karamu inahusisha vyakula na inakuwa ina lengo la ishara ya amani na umoja. Karamu kama hiyo inafananishwa na meza ya Bwana. Bwana Yesu atusaidie kuelewa. Kwa hiyo katika jamii unaposema meza ya Bwana, kuna mtu anaweza akadhania kwamba ni karamu za kifalme ambazo ni ishara ya amani na umoja kwa watu wake. Kwa hiyo mfalme anaandaa chakula, anaandaa sherehe ambayo watakula hapo kama karamu, inaitwa pia meza ya Bwana. Kwa hiyo ni vizuri kufahamu aina ya tatu ni karamu za Kiafrika au sherehe za Kiafrika za kuunganisha familia, na zenyewe pia huwa zinaitwa meza ya Bwana. Karamu za Kiafrika za kuunganisha familia, kuonyesha mshikamano, kutoa heshima kwa mababu, hizo nazo zinaitwa ni meza ya Bwana. Karamu za Kiafrika za kuunganisha familia, yani kuna wakati familia hii na familia hii inaunganishwa. Kinachounganisha ni damu. Kuna namna damu inafanywa, inachanganywa, alafu wanafanya agano la kupatana kwamba familia hii na familia hii tunakuwa na mshikamano. Zinahusisha pia ibada za mababu. Kwa hiyo karamu za Kiafrika, hii ni aina ya tatu ya meza ya Bwana kwa maana ya katika historia katika jamii. Lakini aina ya nne ya karamu ni karamu za sadaka za ibada.
sadaka za ibada. Aina ya 4 ni karamu ambayo ni ya sadaka za ibada, ya chakula na wanyama. Yaani kunakuwa na chakula kinapikwa kama sehemu ya ibada na wanyama wanachinjwa kama ishara ya ibada au ishara ya shukurani au ishara ya upatano. Hiyo ni aina ya 4, sadaka za ibada ya meza ya Bwana kama sehemu ya sadaka za ibada za chakula na wanyama kama ishara ya ibada. Kwa hiyo sadaka zinatolewa za wanyama, sadaka zinatolewa za chakula, halafu inaitwa meza ya Bwana kama sehemu ya kuonyesha shukrani au upatanisho. Inaitwa pia meza ya Bwana. Hayo ni mambo ambayo yapo katika jamii. Kwa hiyo wakati mwingine tunaposema meza ya Bwana au ibada ya meza ya Bwana, kuna mitazamo tofauti tofauti na meza ya Bwana kwa uhalisia ambayo tunaifanya siku ya leo. Na aina ya 5 ya meza ya Bwana ni meza ya Bwana ya Agano Jipya. Kumbuka kuna meza ya Bwana ya Agano la Kale. Nitarudia ili uweze kunielewa. Nimesema aina ya kwanza ni Pasaka ya Agano la Kale. Pasaka ya Agano la Kale imekuwa ikiitwa pia ni meza ya Bwana. Lakini aina ya pili ni karamu za kifalme. Mfalme anaandaa chakula kama ishara ya amani na umoja na watu wake, pia inaitwa ni meza ya Bwana. Lakini pia karamu au meza ya Bwana aina ya 3 kijamii ni karamu za Kiafrika zinazounganisha familia na kuonyesha mshikamano na kutoa heshima kwa mababu, na hizo pia zinaitwa meza ya Bwana. Lakini aina ya 4 ni sadaka za ibada. Sadaka za vyakula zinatolewa na sadaka za wanyama, inaitwa pia meza ya Bwana. Lakini nataka nikuletee aina ya 5 ya meza ya Bwana ambayo ni meza ya Bwana ya Agano Jipya, ambayo alifanya Yesu mwenyewe. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa meza ya Bwana ni nini? Meza ya Bwana ni nini? Hii ambayo ni ya Agano Jipya. Achana na ile ya kifalme, achana na ile ya Kiafrika, achana na ile ya Agano la Kale, achana na ibada ya chakula na sadaka, achana na hizo. Meza ya Bwana ya Agano Jipya aliyotuachia Yesu ni nini? Unaweza ukaandika. Meza ya Bwana ni agizo la Yesu. Meza ya Bwana hii ambayo tunakwenda kushiriki ni agizo la Yesu kwa waumini kufanya kwa ukumbusho. Ni agizo la Yesu kwa waumini kufanya kwa ukumbusho wa kifo chake Yesu aliyeagiza, kuonyesha imani yetu kwa Mwokozi na Mfalme Yesu, na kushiriki neema ya Mungu kwa njia ya ushirika wa kiroho. Nitarudia tena. Meza ya Bwana ni agizo la Yesu kwa waamini kufanya kwa ukumbusho. Ni agizo la Yesu kwa waamini kufanya kwa ukumbusho wa kifo chake, kuonyesha imani yao na kushiriki neema ya Mungu kwa njia ya ushirika wa kiroho. Nitarudia mara ya mwisho. Mwalimu wangu alikuwa akisema kwa jinsi hiyo kwamba nitarudia kwenye imla na vitu kama hivyo, kwa sababu nataka ufahamu. Ni vizuri nikakupitisha taratibu. Meza ya Bwana ni agizo la Yesu kwa waamini kufanya kwa ukumbusho wa kifo chake, kuonyesha imani yao na kushiriki neema ya Mungu kwa njia ya ushirika wa kiroho. Kwa hiyo meza ya Bwana ni agizo,
yaani tunatekeleza agizo la Bwana Yesu. Unajua tumeitwa katika Kristo Yesu ili tuwe wanafunzi wa neno la Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo kinachomjenga Mkristo sio kelele nyingi. Kama kelele nyingi ninaziweza, lakini ninachotaka tujifunze taratibu ili tuweze kuondoka na concept, tuweze kuondoka na wazo na lengo. Meza ya Bwana ni agizo la Yesu, na ndio maana akawaita wanafunzi wake, akakaa nao katika mahali ambapo paliandaliwa kwa maelekezo yake, halafu akasema fanyeni hivi kwa ukumbusho. Maana yake ilikuwa ni agizo analitoa kwa ukumbusho wa kifo chake, kwamba huyu Yesu alikufa, na ndio maana damu inaonekana kama ishara ya divai. Lakini pia anasema lengo la meza ya Bwana ni kuonyesha imani na kushiriki neema ya Mungu kwa njia ya ushirika wa kiroho. Kwa hiyo jambo hili linaonyesha ushirika wa kiroho. Ushirika wa kiroho unapatikana kwa sababu tunapata nafasi ya kushiriki meza ya Bwana, na ndio maana Yesu akasema fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Tunaposhiriki, tunashiriki mambo ya rohoni pamoja na Bwana. Nasema mambo ya rohoni pamoja na Bwana. Tutasoma Mathayo sura ya 26 mstari wa 26 hadi 28. Mathayo 26 mstari wa 26 hadi 28. Neno la Mungu linasema hivi: nao walipokuwa wakila, Yesu alitwaa mkate, akaubariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akasema, twaeni mle, huu ndio mwili wangu. Akakitwaa kikombe, akashukuru, akawapa, akasema, nyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano, imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya neno lako ambalo nimelisoma madhabahuni pako. Ninaomba Bwana ukatusaidie kulielewa sawa sawa na mapenzi yako. Ninaomba nikishukuru kwa Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Ninaomba ukanitumie kama chombo tu, yote yakatoke kwako kwa utukufu wa jina lako. Ninaomba nikiamini. Wote tuseme amen. Amen. Sema amen. Amen. Kwa hiyo wakati wa mwisho wa Yesu akiwa juu ya uso wa nchi, inafika wakati ambao anawaambia wanafunzi wake wakaandae karamu. Wanapoenda kuandaa karamu, wamekaa, Yesu akatwaa mkate, akaubariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akawaambia watwae, ule ndio mwili wake. Vivyo hivyo akatwaa na kikombe ambacho kina maji ya mzabibu, halafu akasema, nyweni hiki ambacho ni kikombe kinachoonyesha agano jipya ninalofanya na nini. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo alipokuwa akiyafanya hayo, alikuwa anawaonyesha utaratibu wa karamu ile jinsi itakavyokuwa, na maana ya karamu ile, na umuhimu wa karamu ile. Na siku ya leo tutajifunza mambo hayo. Tutapata mambo 7 yanayopatikana katika tukio hili alilolifanya Yesu. Kama unanielewa sema amen. Kama unanielewa sema amen. Kwa hiyo umuhimu ulikuwepo, na ndio maana Yesu akasema mfanye hivi kwa ajili ya kumbukumbu. Kitu kinachokumbukwa kina umuhimu. Kwa hiyo umuhimu wa meza ya Bwana, jambo la kwanza ni kumbukumbu ya kifo cha Yesu. Yaani lengo na umuhimu wa meza ya Bwana ni kumbukumbu ya kifo cha Yesu. Ni agizo alilolitoa Yesu usiku ule wa mwisho, akiwaambia wanafunzi wake kabla ya kwenda kusulubiwa kwamba fanyeni hivi
kwa ukumbusho wangu. Kwa hiyo lengo ni kukumbuka kifo cha Yesu. Alijua tutafika wakati tutasahau, lakini kwa meza ya Bwana tunakumbuka Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Yesu alikufa kwa ajili ya maovu yetu. Ukisoma Luka sura 22 mstari wa 19 utaona jambo hilo. Luka sura 22 mstari wa 19 utaona jambo hilo. Kwa hiyo inatukumbusha waamini mateso na kifo kwa ajili ya dhambi zetu. Yaani meza ya Bwana inatukumbusha mateso na kifo cha Bwana Yesu kwa ajili ya dhambi zetu. Na ndio maana unapochukua mwili au ule mkate unauingiza ndani ya kinywa chako, halafu unaanza kutafuna, unaanza kumung'unya. Ndivyo ambavyo mwili wa Yesu ulipigwa. Wengine walimpiga mateke, wengine walimchoma mshale, wengine walimsukuma. Ndivyo ambavyo aliteseka, akatuletea ukombozi. Kwa meza ya Bwana tunakumbuka kifo cha Yesu. Kwa hiyo umuhimu wa meza ya Bwana, tunakumbuka kifo cha Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Jambo la pili, umuhimu wa meza ya Bwana ni nini? Umuhimu wa meza ya Bwana, jambo la pili, kufanya agano jipya. Mstari ule wa 28, Mathayo 26 mstari wa 28 anasema neno hili: kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano. Kwa hiyo tunashiriki meza ya Bwana, umuhimu wake ni kufanya agano. Agano linadai damu. Kwa hiyo Yesu anatuonyesha umuhimu wa meza ya Bwana ni kufanya agano. Divai inawakilisha damu ya Yesu iliyomwagika pale msalabani kwa ajili ya ondoleo la dhambi, kama sehemu ya agano jipya la Mungu na mwanadamu. Tukafanya patano jipya kwa damu iliyomwagika pale msalabani. Kwa hiyo meza ya Bwana inatukumbusha kwa habari ya kufanya agano. Sema kufanya agano. Sema kufanya agano. Agano lolote linadai damu. Niliwahi kuzungumza, nizungumze tena. Kuna watu wa zamani walikuwa wanafanya agano, kwa maana huyu sio ndugu na huyu sio ndugu, wanachanjiana damu, wanachanganya damu, halafu wanasema sitakudhuru na usinidhuru pia. Wewe tangu leo ni ndugu yangu na mimi ni ndugu yako. Kwa hiyo wanalamba ile damu. Kwa maana gani? Wamefanya agano. Agano lolote linadai damu. Kwa hiyo ili tusisahau kwamba tumefanya agano, ikawepo meza ya Bwana. Na jambo hili linaimarisha uhusiano wa kiroho. Na ndio maana alisema fanyeni hivi, kwa maana ya kwamba tunaendelea kuimarisha, tunapata nafasi ya kutafakari, tunapata nafasi ya kuona kwamba kuna patano, kuna mtu, kuna makubaliano ambayo nimeyafanya. Jina la Bwana libarikiwe. Jambo la tatu, umuhimu wa meza ya Bwana. Jambo la tatu, ishara ya umoja wa waumini. Ishara ya umoja wa waumini. Waumini wote sisi ni mwili mmoja, kichwa ni Yesu Kristo. Ukisoma Wakorintho wa kwanza sura ile ya 10 mstari wa 17 utaona jambo hilo. Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 17 utaona jambo hilo. Kwa hiyo meza ya Bwana umuhimu wake ni ishara ya umoja wa waamini. Yaani tunaonyesha sisi ni viungo. Meza ya Bwana inatuonyesha kwamba sisi ni viungo katika mwili wa Kristo Yesu, na kama ni viungo, basi tunashiriki mwili kwa pamoja, tunashiriki damu kwa pamoja. Sisi ni viungo katika mwili wa Kristo Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Meza ya Bwana ni ishara ya umoja wa waumini. Ni tendo la pamoja linalounganisha waumini kama mwili mmoja,
Kwa hiyo tunaunganishwa kama mwili mmoja kwa kushiriki damu na kushiriki mwili wa Yesu Kristo kwa vile vipawa viwili. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo unaposhiriki, elewa kwamba ni ishara ya kuonyesha wewe ni mmoja na ndugu yako katika Kristo Yesu. Wote tunaunganishwa kwa ajili ya kuwa mwili wa Yesu Kristo. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini jambo la nne, umuhimu wa meza ya Bwana ni fursa ya kujitathmini. Umuhimu wa meza ya Bwana, jambo la nne, ni fursa ya kujitathmini. Ukisoma Wakorinto wa kwanza sura ya 11 mstari wa 28, anasema mjihoji kwanza kabla ya kushiriki. Kwa hiyo unapata nafasi ya kujihoji, ni fursa ya kujitathmini kiroho. Nimesema Wakorinto wa kwanza sura ya 11 mstari wa 28. Wakorinto wa kwanza sura ya 11 mstari wa 28. Ni fursa ya kujitathmini kiroho. Unajitathmini kiroho. Je, wewe unaenenda kama Kristo alivyotuagiza? Haujavunja masharti na maelekezo ya neno la Mungu? Je, haujabeba chochote kiovu? Unapata nafasi ya kujihoji. Nataka nikwambie, tunapofanya kwa kukumbuka, tunapata nafasi ya kujihoji, ya kujifanyia tathmini. Ninavyotembea, ninavyoishi, kweli ninaishi kama inavyompendeza Kristo? Kwa hiyo meza ya Bwana inatusaidia kufanya tathmini. Ukigundua kuna mapungufu, unarekebisha. Ukigundua unaenda vizuri, unasonga mbele. Meza ya Bwana inasema mjihoji kabla ya kushiriki. Jina la Bwana libarikiwe. Jambo la 5, umuhimu wa meza ya Bwana ni kutangaza Injili. Umewahi kujua kwamba meza ya Bwana tunatangaza Injili? Inawezekana hujawahi kujua. Leo nikufahamishe ya kwamba meza ya Bwana ni kutangaza Injili. Umuhimu wake ni kwamba tunatangaza Injili. Ukisoma Wakorinto wa kwanza sura ile ya 11 mstari wa 26, kutangaza Injili. Wakorinto wa kwanza sura ya 11 mstari wa 26 inaonyesha kwamba tunatangaza kifo cha Bwana hata arudipo. Tunapotangaza kifo cha Yesu Kristo, elewa kwamba kifo cha Yesu Kristo kimetuletea habari njema. Kwa hiyo tunapotangaza kwamba meza ya Bwana alikufa Yesu, maana yake tunahubiri Injili. Injili ina nguvu kwa sababu ya kifo cha Yesu Kristo. Maana tukapata habari ya kutolewa kwenye dhambi zetu, ya kutolewa kwenye laana zetu, ya kutolewa kwenye makosa yetu kwa kifo cha Yesu Kristo. Kwa hiyo tunapokumbuka, tunaposhiriki meza ya Bwana, tunatangaza Injili ya kwamba tumekombolewa kwa kifo cha Yesu. Haleluya. Na jambo la 6, meza ya Bwana umuhimu wake ni kipawa cha neema. Meza ya Bwana ni kipawa cha neema. Yaani unaposhiriki meza ya Bwana ni chanzo cha neema na uhai wa kiroho. Kipawa cha neema. Meza ya Bwana ni kipawa cha neema. Unapata nafasi ambayo inakupa uhalisia wa uwepo wa Mungu ndani ya maisha yako. Kwa jinsi gani? Ni chanzo cha neema na uhai wa kiroho kutoka kwa Kristo. Unaposhiriki unapata uhai mpya kutoka kwa Kristo. Haleluya. Ukishiriki kwa namna isiyofaa, maana yake inakuharibu. Lakini ukishiriki kwa namna inayofaa, umuhimu wake inakupa uhai mpya wa kiroho kutoka kwa Kristo. Haleluya. Yaani ni kama ulipungukiwa, basi unaongezewa neema ya kuendelea mbele kwa kushiriki meza ya Bwana. Inakusaidia usisahau kile ambacho Mungu amekusudia katika maisha yako. Mkate na divai ni vipawa. Ninaposema kipawa cha neema, mkate na divai ni kipawa.
vya ishara halisi ya uwepo wake kiroho kwa ajili ya imani inayotuletea neema ya uhusiano wa karibu na Kristo. Kwa hiyo unaposhiriki meza ya Bwana, unashiriki namna ambayo ni ishara ya halisi ya uwepo wake Yesu kiroho. Kwa imani unaanza kuhisi uwepo wake, kwa imani inayoleta neema na uhusiano wa karibu na Yesu Kristo. Kama unanielewa sema amen. Amen. Yohana sura ya 6 mstari wa 53 hadi 56. Yohana sura ya 6 mstari wa 53 hadi 56. Jambo hilo utaliona ni kipawa cha neema. Na jambo la mwisho ni inatufanya washiriki wa maisha ya Kristo. Tunaposhiriki mwili na damu, kwa maana ya vile vipawa viwili, inatufanya washiriki wa maisha ya Kristo, kwa sababu tumeshiriki meza ya Bwana. Hivyo tunashiriki maisha ya Kristo, tabia za Kristo, utendaji wa Kristo. Waamini tunaunganishwa na tunakuwa karibu na Kristo Yesu. Kwa hiyo meza ya Bwana, umuhimu wake, jambo la 7, inatufanya washiriki wa maisha ya Kristo. Waumini huunganishwa kwa ndani zaidi na Kristo aliye hai. Yaani kuna namna tunakuwa well connected, tunaunganishwa kupitia meza ya Bwana. Jamani, haleluya! Na ndio maana makanisa na washirika wasioshiriki meza ya Bwana ni vizuri kutimiza yale yanayotakiwa ili ushiriki meza ya Bwana. Haleluya! Ili ushiriki meza ya Bwana. Meza ya Bwana ni jambo la muhimu sana, kwa sababu inatufanya washiriki wa maisha ya Kristo. Tunashiriki maisha ya Kristo kwa ndani, tunaunganishwa zaidi na Kristo aliye hai. Hii ni neema ya kushiriki katika uhai wake. Yaani tunaposhiriki uhai wake tunapata jambo jipya. Kama haleluya! Tunaposhiriki inatusaidia kupata ushindi dhidi ya dhambi. Tunaposhiriki tunapata tumaini la uzima wa milele, kwa sababu tutafanya mpaka ajapo. Tunaendelea kudumu kwenye wokovu, tuna uzima wa milele. Tunapoendelea kumngoja, tunaendelea kusogelea uzima wa milele na milele pamoja na Mungu. Kwa hiyo kwa namna kama hiyo, maana yake tunaendelea kubaki katika kusudi la Mungu. Kwa hiyo meza ya Bwana inatufanya washiriki wa maisha ya Kristo. Wewe ni mshiriki wa maisha ya Kristo kwa meza ya Bwana kwa jina la Yesu. Kwa hiyo jambo hilo ni la muhimu sana. Kwa hiyo meza ya Bwana sio tendo la kidini, sio tendo la kidhehebu, sio tendo la maamuzi ya mchungaji, lakini inatufanya washiriki wa maisha ya Kristo. Namna ambavyo Kristo alitembea, akaona ili watembee ni lazima wawe na damu yangu, ni lazima wawe na mwili wangu, ni lazima wawe na asili yangu. Tunapata kushinda kwa sababu tumebeba asili ya Yesu. Umuhimu wa meza ya Bwana unatufanya tuwe kama Yesu. Kama haleluya. Amen. Yaani tunajisogeza kumfanania Kristo kwa kupatiwa vile ambavyo Kristo alikuwa naye. Ametupa roho wake. Haleluya. Ametupa roho wake mtakatifu. Haleluya. Lakini ametupa pia kushiriki meza ya Bwana, kwa maana huu ni mwili wangu. Kwa hiyo tuna roho yake, tuna damu yake, tuna mwili wake. Ushindi ni lazima kwa jina la Yesu. Tunatembea kama Kristo kwa jina la Yesu, kwa sababu tumepewa vitu vyote ambavyo tumepaswa tupatiwe ili tuweze kuwa salama. Jina la Bwana libarikiwe. Kama umenielewa sema amen. Kama umenielewa sema amen. Leo nilitamani tujifunze umuhimu wa meza ya Bwana, ili unaposhiriki uwe unaelewa. Kwa yale ambayo nimeyasema yashikilie. Elewa ni mambo ya muhimu sana ambayo yanatusababisha tushiriki mara kwa mara. Hatujaambiwa ni mara ngapi, hatujapewa idadi, ila kushiriki meza ya Bwana ni jambo la muhimu sana. Naomba tusimame kwa miguu yetu,
wakati huu baada ya kujifunza somo hili la umuhimu wa meza ya Bwana, wakati tunakaribia kwenda kushiriki meza ya Bwana, twende tumshukuru Mungu sasa. Kweli heshima ni zako Bwana, mamlaka ni yako Bwana. Wewe ni mwenye nguvu Jehova, wewe ni mwaminifu Bwana wa Bwana.